رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kwanza kabisa ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuafikia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba wingi huwa karibu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao kwamba wenye rahma, mwezi ambao kwamba wenye baraka, mwezi ambao kwamba wenye khairi, kila aina ya khairi, ni khairi ya kipato, khairi ya ibada. Ni mwezi kwa ufupi ambao kwamba Jalla Jalalu ameubarikia kwa sababu waja wake wote ulimwengu mzima wanakuwa wanajikaribisha kwake yeye. Kwa hivyo wewe kama mu'min ambaye kwamba umeafikiwa kuupata, sema alhamdulillah. Na kadhalika usijaliwe kuwa katika watu ambao kwamba wenye kughafilika na mwezi kama hunu, kwa sababu mara nyingi tunafikiwa kuingia katika Ramadhan na wengine hughafilika nao katika ibada, hughafilika nao wakawa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na insha Allah kwa taufiki ya Mola, maadamu ni mwezi wa Ramadhan, mwezi wa kupeana chakula cha roho, ni mwezi wa kukumbushana, ni mwezi wa kunasihiana, ni mwezi wa kuelezana, na sisi insha Allah tutaelezana, kukumbushana katika kitabu kinachoitwa Nurul Muhtadina fi Dhulmatil Ghafilina, kitabu ambacho kwamba insha Allah mpenzi mtazamaji utakuwa wanifuatilia, tuelewe kitabu hichi kinaeleza mwangaza wa watu waliongoka na dhulma ya watu walioghafilika. Dunia hii watu wengi wanaghafilika na mambo mengi, haswa mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemamrisha mwanadamu, na watu wakahurika na kupendukia na kuingia katika mambo kwamba ya kishaitani. Penzi mtazamaji, kuwa na mimi insha Allah, na tutaanza kueleza mlango wa kwanza, mlango ambao kwamba utakuwa unaleta ayat ambazo kwamba zinaeleza watu walioghafilika na hali zao zitakuwa namna gani. Kadhalika tutapata watu ambao kwamba walioamka, kwa sababu duniani kuna watu walioghafilika na kuna watu walioamka ambao kwamba wanajua wanafanya nini. Kama sasa wakati wa Ramadhani, kuna mtu anajua baada alisha labda wakati wa tarawih lazima niwe msikitini na swali tarawih. Wengine wanasimama usiku, wengine wanasoma Qur'an, wengine wanaleta dhikri. Watu hawa hawawi sawa na watu ambao kwamba wameghafilika na ibada kama hizi. Kwa hivyo insha Allah tutaeleza an-nususu amil ayat, teleza nusus ama aya ambazo kwamba zimo ndani ya Qur'ani zinaeleza kughafilika na mwisho mbaya na adhabu na hali ya watu ambao walioghafilika. Tuelewe kughafilika. Al-ghaflatu maradhul qalbi, kughafilika ni maradhi ya moyo. Mtu anapoghafilika na maradhi ya moyo. Kisha wa masdarul hilak, kughafilika ni machimbuko ya kuangamia. Mtu anapoghafilika basi ndo mwanzo ya yeye kuangamia. Waqad jaat ayatin kathira, na zimekuja aya nyingi zinazoeleza hali ya watu ambao kwamba wenye kughafilika. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal adallu ulaika humul ghafilun. Ukitizama hii aya, Mola subhanahu wa ta'ala amemaliza maneno yake, anasema ulaika humul ghafilun. Hawa ndo watu walioghafilika. Ni watu gani? Ambao wameumbiwa moto. Katika watu hao, katika viumbe hivyo kunao majini. Watu hao ni wale wanapoelezewa maneno hayawaingii katika mioyo yao ili kutafakari. Watu hao unapowaonesha jambo katika ayatullah wana macho lakini hawaoni. Watu hao wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hawayasikilizi na kuyatia kwenye fahamu. Mola amewafananisha ulaika kal an'am,
Angalia hatari ya mtu aliyeghafilika, amefananishwa na mnyama. Ulaika kal an'am, yuko kama mnyama. Bal hum adall, bali la zaidi mtu huyu amepotea, ni adall, amepotea. Ulaika humul ghafilun, hao watu wameghafilika. Hiyo ni daraja ya kwanza. Aliyeghafilika anafananishwa na mnyama na Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, ukitizama aya ya pili, Mola anasema iktaraba linnasi hisabuhum, kimekaribia ama imekaribia hisabu kwa watu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, hali ya kuwa wao wameghafilika, wamepeana mgongo dunia. Yani wao hawana habari kuwa kuna hisabu. Mtu ana habari kuna time watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni madhara ya kughafilika. Yoyote anayeghafilika anasahau kuna time anakutana na Allah. Yoyote anayeghafilika anasahau kuwa na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama katika nyingine, Allah anasema waqtaraba alwa'du alhaq, na imekaribia waadi ya ukweli, bimaana qiyama kimekaribia. Fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Qiyama kimekaribia. Kitakaposimama utasikia wale makafiri, utasikia wale walioghafilika wakisema ya wailana, laiti sisi twajutia, qad kunna fi ghaflatin, sisi tumekuwa katika ghafla, tumeghafilika kuwa kuna kiyama, tumeghafilika kuwa kuna mauti. Ndio sasa kiyama kinapokuja mtu anaanza kukumbuka. Kwa hivyo utaona hatari ya kughafilika, mambo mengi yatakupata hali yako umejisahau. Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika aya nyingine, saasrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi wa in yaraw kulla aya la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Angalia ubaya mwingine wa mtu ambaye kwamba aliyeghafilika. Kwanza, aliyeghafilika, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nitamuondoshea kuona aya zangu. Yani Mola atamuondoshea mawazo ya kutafakar namna Mola subhanahu wa ta'ala anafanya mambo. Kisha kwa sababu mtu ameghafilika, kwanza ana sifa ya takabbur, ana sifa ya kujigamba, ana sifa ya kujifakhiri bighairi haq. Mtu anajifakhiri pasi na haki yote, hastahiki kujifakhiri, lakini anajifakhiri. Kisha Allah anasema sifa ya mtu aliyeghafilika, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, hata kaoneshwa nini hawezi kuamini. La yu'minu biha wa in yarau sabila rushdi la takhidhuhu sabila, na lau ataoneshwa njia iliyo sawa, njia iliongoka, yeye hata nyoka na wala hatoichukulia kuwa ndo njia ya sawa. Lakini sifa hii nyingine, wa in yarau sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, mtu huyu atakapoona njia ya upotofu, njia ya kumuasi Allah, njia ya kunywa mapombe, njia ya uzinifu, mtu huyu marhaba, ataipokea njia ile na ataona ndo njia ya sawa. Mtu aliyeghafilika. Dhalika bi annahum, kwa nini hawa hivyo? Kwa sababu kadhabu bi ayatina, wamekanusha aya zetu sisi, wakanu anha ghafilin, wakawa kutokamana hizo aya wameghafilika, wamesahau. Unaona hatari nyingine, mwenye kughafilika na sifa ya kibri, mwenye kughafilika haoni haki hata akaambiwa, mwenye kughafilika mtu huyu hukanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa tunaona kughafilika ni katika alama ambayo itakuletea kibri. Mola Jalla Jalalu akasema katika aya nyingine ya kusema, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, kumbukeni jamani mlipochukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mti wa mgongo wa Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam, dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Mola alipotuumba tulikuwa katika uti wa mgongo wa baba yetu Nabii Allah Adam, na Mola akatuuliza swala lenyewe ni kwamba jamani, alastu bi rabbikum, mimi si ni Mola wenu? Sote ambao kwamba tumo hapa duniani tukasema bala, tukubali wewe ndo Mola wetu Jalla Jalalu.
shahidina, na twashuhudia kuwa ndio umetuumba, shahidina, twashuhudia kuwa ndio umetupeleka duniani tukufanyia ibada, tutakuabudu peke yako. Kisha Allah akasema antaqulu yawma alqiyama, isije kafika siku ya kiyama mkaanza kusema inna kunna an hadha ghafilin, kuwa sisi hii ahadi tulikuwa tumeghafilika nayo. Ndio sasa ulimwengu kuna watu makafiri, kuna wengine washirikina, kuna wengine na muasi Allah, wameghafilika na ahadi ambayo kwamba walichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona hatari ya kughafilika? Mtu anayeghafilika anasahau ahadi ya Allah jalla jalalu. Kisha Mola akaendelea akasema au taqulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun wa kadhalika nufassilu alayati wa la'allahum yarji'un. Kuna watu watakuja, tulipata mababa zetu, tulipata mababu zetu na sisi tukafata. Kwa sababu gani hiyo? Imekuja ni ya kurithiana, kwa sababu watu wako katika ghafla, watu wako katika kusahau ahadi ambayo kwamba jalla jalalu alituwekea. Lakini Allah anakuambia wakadhalika nufassilu alayat, sisi ni wakubainisha aya zetu, tuwatumiliza mitume, tuwatumiliza madai, wapo mashekhi wa kuwakumbusha, tumeweka hali mbalimbali za tu kupambanua aya zetu ili mwanadamu asije akasema alikuwa ameghafilika. Walaallahum yarji'un, na labda tukifanya hivyo na kubainisha aya zetu, hakika watu walioghafilika watarudi na wataedheka na watarudi kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mola jalla jalalu akitueleza mbaya ama ubaya wa mtu ambaye kwamba alighafilika, anasema man kafara billah, yoyote anemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di imanihi, baada ya kumwamini jalla jalalu, illa man ukriha, isipokuwa yule aliyetendeshwa nguvu. Kwa sababu kuna mtu yeza akatendeshwa nguvu ima kwa kuadhibiwa, ima kwa kupewa adhabu kali. Na hii aya sababu nuzuli yake literemka kwa Ammar bin Yasir, ambaye kwamba mamaka aliuliwa mbele yake, babaka aliuliwa mbele yake, na yeye akadhibiwa adhabu tofauti tofauti, huko akaambiwa ukfuru bi Muhammad, mkufuru Muhammad. Adhabu ilipomzidia akatamka maneno ya kufuru katika ulimi wake. Habari zikamfikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia bwana Ammar amekufuru. Mtume Muhammad akateremshiwa wahyi na yeye kuwapa bishara na kuambia masahaba Ammar hawezi kuwa amekufuru. Allah subhanahu wa ta'ala amejaza imani yake kutoka utosini mwake mpaka kwenye unyao wake. Ndio zikateremka hizi aya kuwa illa man ukriha, yule ambaye kwamba imani yake bado iko sawa sawa ni yule ambaye kwamba aliyelazimishwa, aliyetendeshwa nguvu, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, lakini moyo wake uko pale pale na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna, sasa kuna hapa grupu nyingine, walakinna man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadhabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Lakini yule ambaye kwamba atakayekuwa nasikia raha kwa kukufuru, kifua chake kimetulia, kifua chake kiko baridi kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola anasema fa alayhim ghadhabun min Allah, hao watakuwa na ghadhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hum adhabun adhim, na watakuwa na adhabu kali. Kisha dhalika bi annahum istahabbu alhayata ad-dunya, kwa sababu wao wamependa sana uhai wa dunia ala al-akhirah kuliko akhirah, wa anna Allah la yahdi al-qauma al-kafirin, na Mola subhanahu wa ta'ala haongozi watu ambao kwamba waliokufuru. Ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim, hao ni watu ambao kwamba Mola amewapiga mihuri katika mioyoni mwao, wasami'ihim, na masikio yao na masikizi yao, wa absarihim, na maono yao, wa ulaika humul ghafilun. Sifa yao nini? Ulaika humul ghafilun, hao watu wameghafilika. Ukimwona mtu amekufuru na kifua chako kiko baridi, ana raha, huyo mtu jua amepigwa muhuri na Allah subhanahu wa ta'ala katika moyoni mwake, masikio yake, na katika haoni haki. Kwa sababu gani? Sifa alionayo ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, na hakuna makosa, hakuna shaka watu walioghafilika siku ya mwisho watakuwa katika watu wa hasara. Angalia habari zingine za watu walioghafilika. Yoyote aliyeghafilika mwisho wake siku ya kiyama yuko katika watu ambao kwamba wenye hasara. Ndugu yangu msikilizaji,
Allah subhanahu wa ta'ala hizi aya anakutajia na mwisho mbaya ama na hali mbaya za watu ambao kwamba walioghafilika. Tukimaliza na aya 2 aya 3 ambazo zaeleza watu kama hawa, Mola anasema wa yauma nahshuruhum jami'an. Nataka kila ambayo kwamba na sifa ya kughafilika na rafiki yako anaghafilika, tuko katika mujtama wa kughafilika, sikiza hii aya. Mola anasema wa yauma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku, na siku ambayo kwamba tutawafufua wote. Siku ya kiyama tutafufuliwa sote na tutakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna watu kazi yao ilikuwa wakimshirikisha tu Allah, wameghafilika, hawajui mambo ya tauhidullah, hawajui mambo ya kumpwekesha Mola subhanahu, wako mbali, wameghafilika. Mola anasema atawaambia lilladhina ashraku makanakum, atawaambia wala ambao kwamba walikuwa wakimshirikisha Allah, bakieni hapo hapo kwenye sehemu zenu, antum washurakaukum, nyinyi na vile ambao kwamba mlikuwa mkinishirikisha navyo. Kuna watu watafufuliwa mbele ya Allah ni washirikina, watafufuliwa pamoja na masanamu yao na mashaitani yao na majini yao na kila kitu chao ambacho kwamba walikuwa wakifanyia ibada zao wakimshirikisha Allah. Kisha Allah kazi yake atasemaje? Fazayyalna bainahum, tutawapambanua hivi vile walikuwa wakiviabudu ataviweka huku, na hao wenye kufanya ibada ya kuabudu hao wataweka huku. Itakuwa ni grupu mbili. Waqala shurakahum ma kuntum iyana ta'budun, alafu vile vilikuwa vikiabudiwa vitawaambia wale ambao kwamba wenye kufanya ibada, jamani, sisi hatukuambia mtuabudu, sisi hatukuambia muje mumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum, na shahidi yetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, in kunna an ibadatukum laghafilin, nyinyi ndio mliamua hayo mkayafanya mukaghafilika na mkawambali na ibada ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaletea. Leo ni wangapi wanaomshirikisha Allah kwa nafsi zao na hawa zao, kwa matakwa yao? Na wala utapata mtu yuabudu kitu, si kwamba kile kitu kimemwambia ni abudu, na ujue wewe mwenye kufanya kazi hiyo, unapoabudu kitu hicho, kitu kitakuruka siku ya kiyama na kitamwambia Allah, wewe ndo shahidi yangu, huyu sikumwambia ni abudu. Ndio hicho kitu kitakwambia siku ya kiyama, Mola, wewe ni shahidi baina yangu mimi na huyu mwenye kunifanyia ibada. Ndugu yangu aliyeghafilika, hiyo ni hatari. Kuna vitu unavyomshirikisha navyo Allah vitakuruka siku ya kiyama kwa sababu ya kughafilika. Kisha Allah anamaliza anasema hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Watu hawa watakuwa wamepotea, wako kwenye upotevu kwa sababu ya yale mambo ambayo kwamba walikuwa kimzulia Allahu subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa tuelewe, Mola anapotuambia maneno katika Qur'ani, mimi na wewe lazima tuyachukulie uzito wake, kwa sababu ndugu yangu, Qur'ani inaeleza mambo waqi'. Hizi aya zote tulizozitaja ni aya za watu wanaozungumziwa kuhusiana na kughafilika, hali yao mbaya, mwisho wao mbaya, hali yao siku ya kiyama na sifa zao. Kuna ubaya wa mtu kughafilika. Kwa hivyo insha Allah kuwa na mimi ili tupate kuelewa aya ambazo kwamba Mola amezungumzia ubaya wa kughafilika, hali mbaya za watu ambao kwamba wenye kughafilika. Nitakomea hapa insha Allah, na Mola subhanahu wa ta'ala atujalie katika watu ambao kwamba wenye kuamka na kuwa na mwamko. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان